Jeshi la anga la Israel limefanya mashambulizi dhidi ya shabaha za Hezbollah katika kitongoji cha Dahie kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, hatua iliyoongeza tena mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati wakati mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Iran na Marekani yakiendelea. Katika taarifa ya pamoja, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz walisema mashambulizi hayo yalifanyika kujibu shambulio la drone 3 za Hezbollah ambazo zililipuka ndani ya Israel mapema Jumapili hii. Israel haitovumilia mashambulizi dhidi ya eneo lake, viongozi hao walisema, huku jeshi la ulinzi la Israel IDF likieleza kuwa lilifanya mashambulizi ya usahihi mkubwa dhidi ya miundombinu ya Hezbollah katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za Lebanon, mashambulizi hayo yalilenga jengo la makazi ambalo Israel inadai lilikuwa kituo cha uongozi wa Hezbollah. Shirika la habari la taifa la Lebanon limeripoti kuwa watu 3 wamefariki dunia huku wengine 15 wakijeruhiwa pamoja na uharibifu mkubwa wa majengo na maduka yaliyokuwa jirani. Mashambulizi hayo yamezua hasira kutoka Iran ambayo imekuwa ikisisitiza kuwa shambulio lolote la Israel dhidi ya Beirut ni ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa kwa ushirikiano wa Marekani. Msemaji wa kamati ya sera za kigeni na usalama wa taifa ya bunge la Iran, Ibrahim Rezai, alituma ujumbe mkali kwa Marekani akisema ikiwa Washington inataka makubaliano au maelewano na Tehran, inapaswa kuidhibiti Israel. Mbwa huyu mkali asipodhibitiwa atakuuma kabla wino wa makubaliano haujakauka, alisema Rezai katika ujumbe wake. Wakati huo huo, spika wa bunge la Iran na mmoja wa viongozi wa mazungumzo ya nchi hiyo, Mohammad Halibaf, alisema mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa Marekani ama haina uwezo au haina nia ya kutekeleza ahadi zake. Alionya kuwa kuendelea kwa mashambulizi kama hayo kunaweza kuhatarisha juhudi za kufikia makubaliano kati ya Tehran na Washington. Kwa upande mwingine, naibu mkuu wa makao makuu ya operesheni ya Hatam al-Anbiya ya jeshi la Iran, Jenerali Mohammad Jafar Asadi, amesema shambulio hilo halitoachwa bila jibu, kauli inaongeza hofu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yanakuja wakati Iran ikijaribu kuhakikisha kuwa makubaliano yoyote na Marekani yanaizuia Israel kuendelea kufanya operesheni dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Hata hivyo, viongozi wa Israel wameendelea kusisitiza kuwa hawatokubali masharti yatakayowazuia kuchukua hatua wanazoona ni muhimu kwa usalama wa taifa lao.